Yesu Kristo. Awali ya yote tuelekeze matumaini yetu na maombi kwa Mwenyezi Mungu atukinge na hili janga la corona. Limekuwa tishio kubwa kweli, na ni lazima kila mmoja azingatie maagizo tunayopewa na viongozi wetu wa ngazi zote kuchukua tahadhari muhimu, maana huu sio mchezo, sio utani. Sidanganywe na watu wanaoandika mambo ya kutudanganya kwenye mitandao. Kwa ngozi nyeusi ina nguvu sana, haidhuriki, ni uongo. Ni wadudu wanaokaa ndani, tena hawaonekani kwa macho ya kawaida, na watu wanaathirika kwa ngozi zote. Basi Mwenyezi Mungu atatuokoa, atatuponya, na binafsi tuzingatie sana miongozo tunayopewa na tahadhari: kunawa vizuri, kuepa kushikana, kukumbatiana, kubusiana. Hata ukimpenda mtu kimbusu, bado sumu ni ile ile. Chukua tahadhari sana, kwa sababu huu sio utani, watu wanaangamia. Taarifa za habari zatuambia kwa wenzetu Italy, kwa Spain, kwa Uchina na kwingineko pia, hata hapa Afrika watu wanakufa. Basi Mungu tu atuponye na tuchukue tahadhari zinazostahili. Ndugu zangu, kwa furaha kubwa na moyo wa shukrani, leo tuko hapa kumshangilia Mwenyezi Mungu kwa kumwaminisha Mtakatifu Yosefu zawadi mbili za kipekee katika historia ya uokovu wa mwanadamu. Zawadi mbili kubwa. Kwanza ni mama wa Mungu mwenyewe. Mungu wetu ana mama. Mama huyu amekabidhiwa kwa Mtakatifu Yosefu, na hilo ni jambo kubwa sana, kuaminishwa mama wa Mungu kwa mlinzi na mlishi wake, Mama Bikira Maria. Na zawadi ya pili ni mwana wa Mungu. Mungu wetu ana mwana, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, naye pia ameaminishwa kwa Mtakatifu Yosefu. Huyo ndiye Bwana wetu Yesu Kristo, amekabidhiwa kwa mtu huyu tangu akiwa kwenye mimba. Tunasikia vilio siku hizi, wanaotelekeza familia zao, hasa akina baba wanakimbia, lakini hawakimbii kuzianza familia hizo. Zinapoanza na kosa ujasiri wa kuendelea kuzitunza, kuzilinda, kuzilisha. Tumtazame Mtakatifu Yosefu, tuchote kwake ujasiri na imani. Hiyo ni kazi ya Mungu, si mama kujibembeleza na kujisikia. Tunawaombea wanaume wote wapokee na kutimiza miito yao kwa uaminifu, ili waweze kuwa hodari katika kulinda na kulisha jamii kupitia kazi na maisha yao. Wanaume wote tuwaombee, na watazame kwenye mfano wa Mtakatifu Yosefu. Awe ni kwenye ndoa ama sio ndoa, mwanamume ni mwanamume sawa sawa, anapowajibika kama mwanamume kwa yote ambayo anaaminishwa. Aidha, tunampongeza Mashamba Baskofu Ludovik Joseph Minde kwa kuteuliwa na Baba Mtakatifu Francis kuwa mchungaji mkuu wa Jimbo Katoliki Moshi. Tumpe Mungu shukrani na sifa. Ni mojawapo wanaume ambao wameaminishwa kazi hiyo ya kuliongoza jimbo letu la Moshi. Changamoto kwake na furaha kwetu. Kutokana na ukubali wake kwa kazi hiyo, tuko hapa leo kumsimika rasmi na amesimikwa tayari kwa utumishi wa kundi la Mungu hapa Moshi na kwingineko atakakotumwa. Maana siku hizi maaskofu wanapata uhamisho pia, msisahau. Baba Askofu, nakupongeza kwa utii ulioonesha. Tunakuombea baraka za kutimiza ulioahidi. Somo la kwanza limetueleza ujumbe aliopewa Mfalme Daudi kupitia nabii Nathani. Wakati huo Daudi alikuwa mzee,
na akawa na wasiwasi na mahangaiko kuhusu mrithi wa kiti chake cha ufalme. Nani atakayenirithi? Basi Daudi aliahidiwa na Mwenyezi Mungu, nitainua mzao wako nyuma yako. Mungu anachukua usukani, jukumu, kwamba nitainua mzao wako nyuma yako, nami nitaufanya imara ufalme wake, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Na nyumba yako na ufalme wako vitathibitishwa milele mbele yako, nacho kiti chako kitafanywa imara milele. Ndugu zangu, wakati Daudi akihangaika kupata mrithi wa kiti chake alichokifahamu, Mwenyezi Mungu alikuwa na mipango mikubwa ya milele na ya kiulimwengu inayopita ndoto na matumaini ya Daudi. Ahadi ya Mungu kwa Daudi ililenga hasa mrithi ambaye angemwita Mungu Baba na Mungu amwite nani? Mwana. Baba na Mwana ni Mungu na huyo mfalme. Ahadi ya Mungu ililenga hasa mfalme wa kipekee ambaye angewaokoa watu, sio kwa majeshi. Hapana, angewaokoa watu kwa kuwaondolea dhambi zao. Huo ndio ufalme wa huyu mfalme, dhambi ziondolewe, na afanye hivyo kwa kifo na ufufuko wake. Hakuna mfalme aliyefanya hilo ila mmoja. Ni nani huyo? Bwana yetu Yesu Kristo. Tumpe Mungu sifa na shukrani. Basi mfalme huyo sio mwingine bali ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu na mkombozi wa ulimwengu wote. Tamaa na ndoto za Daudi zimepewa upeo mwingine wa milele. Ndio maana tuko hapa leo. Kwa wakati wake Mwenyezi Mungu alitimiza ahadi hiyo kwa mfalme Daudi pale alipomtokea Yosefu aliyekuwa na mchumba kwa jina lake Mariamu. Yosefu alikuwa ameona jambo la kushangaza na kusikitisha kwa mchumba wake. Huyu mchumba alionekana kuwa na nini? Na ujauzito. Sasa mchumba ana ujauzito, chumba ana mimba, na walikuwa hawajafanya nini? Hawajakaribiana. Ni kwa remote, ni kwa kitu gani sasa? Sasa Yosefu alifadhaika. Kwa kukosa maelezo, Yosefu alifikiri ile mimba ni ushahidi tosha kabisa kwamba mambo basi. Alikuwa na mawazo na fikra nyingi. Kwa kuwa alikuwa mtu wa haki, hakutaka kumwaibisha mwenzake aliyempenda, basi aliazimia kumwacha kwa siri na hivyo kujiondoa kabisa, asionekane kwenye jambo hilo tena. Ndipo hapo walipotambulishwa muhusika ni nani. Malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Ndio maana mtoto huyu ni mwana wa Mungu, tofauti na watoto wetu. Na akaambiwa kwamba huyu mchumba Maria sasa naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Anayetoa jina la mtoto ni baba mzazi.
Sasa anaambiwa afanye hilo hilo, atoe jina la Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Huyu ndiye amepelekwa sasa kutimiza ile ahadi Mungu aliyompa Daudi. Na Yusufu alipoamka katika usingizi alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, daima kutanguliza mapenzi ya Mungu licha ya hofu, wasiwasi na mashaka yetu binafsi. Basi mtoto aliyekusudiwa kuwa mwana wa Mungu mwenye ufalme wa milele alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, na Yusufu aliagizwa ampe jina Yesu kama baba yake, ili apate heshima inayostahili katika jamii. Na huyu Yesu ametumwa rasmi kuwaokoa watu na dhambi zao. Ndio kazi yake ya kwanza, uokovu wa watu. Uokovu wa watu. Watu waokoke. Watu waondoke gizani kwenye udanganyifu na uongo. Watu waishi katika uhuru wa kweli. Waishi upendo ambao unazaa matunda yanayobadilisha maisha kuwa bora zaidi na zaidi. Yusufu alitakiwa na Mungu kumchukua Mariamu kuwa mke wake na kumpa mtoto wake jina. Heshima kubwa sana hiyo. Yusufu alimtii Mungu, akampokea mama na mwanae, na akaitumikia kiaminifu hiyo familia ya kipekee. Ndugu zangu, Yusufu na Maria walipoanza uchumba hawakuwa wametarajia kama wangekuja kuwa na familia ya mfumo wa kumzaa na kumlea mwana wa Mungu. Mipango ya Mungu inaanzia kwenye ndoto na tamaa zetu nzuri, lakini hatimaye ni Mungu anakamilisha mpango wake maishani mwetu sisi viumbe wake. Tunashukuru na kupokea miito yao katika mpango wa Mungu wa kuokoa binadamu wote. Daima mpango wa Mungu ni mkubwa na mpana kuliko mipango na ndoto zetu za maisha. Mashamu Ludovic Joseph Minde alikuwa ametulia tuli katika jimbo lake Katoliki la Kahama, akilichunga kundi ambalo alikabidhiwa mwaka 2001. Miaka mingapi sasa? 19. Alikuwa amezoea kweli miaka 19. Mipango ilikuwa mingi nje kabisa, wala haikuwa ya siri. Sasa katikati hapo jimbo Katoliki Moshi nalo likawa na shida. Lilikuwa wazi tangu tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2000 na ngapi? 17. Lilikuwa wazi. Sasa waamini wa Moshi walianza sala maalum ya kumwomba Mungu awateulie mchungaji mkuu. Wakamgeukia Mungu. Waklero, watawa na walei kwa pamoja waliomba kumpata mchungaji mkuu mpya. Tena akaweka wazi katika sala yao atakayeliongoza jimbo katika mambo 6 waliotaja: wema, utakatifu, haki, ukweli, umoja na amani. Sasa hayo tuliomba tumpate mchungaji atakayetuongoza katika hayo. Maana yake tamaa yetu, hitaji letu linaelezwa na hayo yote 6. Tukipata hayo, kiu itakwisha. Uongo kweli? Sasa hii ni kazi ya askofu ama yetu sisi sote? Sio kazi yake matuletee afungue sasa makabrasha ya wema, ya utakatifu. Hiyo ni kazi yetu sisi sote. Hayo maombi yalifanya mchakato usiwe wa kawaida. Hayo maombi mazito kweli. Ilimgharimu Mungu. Ilibidi Roho Mtakatifu azunguke sasa nchi nzima.
kumtafuta mtu wa kuliongoza jimbo la Moshi, kwa sababu sauti iliyomfikia Mungu iliomba mambo hayo 6 makubwa. Mungu akaona sasa nitampata wapi? Zunguka sasa. Akazunguka. Na katika kuzunguka kwake, Roho Mtakatifu akasoma kibao mahali fulani kimeandikwa Kahama. Likampendeza, kumbe Kahama hapa, Kahama. Basi akashuka hapo na kuweka mizani aone kama ameona sawa sawa au vipi. Akamtazama Askofu Minde alivyokuwa anahangaika na kondoo wake kwa moyo na bila kujibakiza. Akamwona huyo kuwa jibu la sala za waamini wa Moshi. Ikampendeza Roho Mtakatifu askofu ahame kutoka Kahama kuendana na jina mahalia. Tunaombea ndugu zetu wa Kahama wampate mchungaji mkuu mapema ili nao pia wasihangaike. Tunashukuru sana kwa kumsindikiza kwa upendo mpaka Moshi. Tunawaombeni na kuwatakia baraka nyingi wenzetu wa Kahama. Kwa hakika haikuwa rahisi kwa Mhashamu Ludovick Joseph Minde kupokea uteuzi huo. Haikuwa rahisi. Alikuwa na ndoto juu ya waamini wa Kahama. Alihangaika, lakini mwisho wa yote kama Mtakatifu Yosefu akakubali kupokea wito wa Mungu kupitia sauti ya Baba Mtakatifu kama hitaji la kanisa kwa ajili ya uokovu na maendeleo ya jimbo la Moshi. Jana jioni amechukua kiapo cha kukubali wajibu wa kuliongoza jimbo Katoliki Moshi akiwa mchungaji mkuu wa 8 katika historia ya jimbo. Maanake tunafungua leo awamu ya 8 ya jimbo Katoliki Moshi. Baba, hongera na uwe na moyo mkuu. Mwenyezi Mungu aliyekuteua atakusimamia na kukubariki na kulinda jimbo lote muweze kwenda kwa mshikamano wa tija. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujibu sala za wanamoshi kwa wakati wake. Tunamuomba abariki mipango na juhudi zenu ili kwa pamoja mfikie malengo mtakayojichagulia. Kwenu wanamoshi, tunawapongeza kwa kumpata mliyemuomba Mungu awajalie. Hongereni sana. Bado sijasikia sauti ya kutosha. Hongereni sana. Sasa mliona wenyewe kwamba aliyesimikwa ni mmoja ama wawili? Ni huyu tu, hakuna mwingine. Ni huyu tu. Kiongozi wa Moshi ni huyu tu. Na wasaidizi wake watakaomuunga mkono kama mchungaji mkuu wa jimbo. Msimngoje mwingine. Kama kuna aliyekuwa tamani kuingia hapo, basi afunge kwanza kwa muda huu. Funga kabisa. Ningepewa mimi ingekuwa namna sawa, sasa hujapewa wewe. Aliyeketishwa hapo ni mmoja, na hicho kiti huketiwa kwa zamu, kwa awamu. Hawaketi hapo wawili. Sasa huyu ambaye ameketishwa hapo, ndugu zangu, leo anafanana sana na ile sala yenu mlioomba. Muonesheni kwa matendo kwamba ni nyie mliosali sala ile yenye hayo malengo ya uwema. Mfanye mbinu zote nzuri za kutafuta kuwa wema. Utakatifu ndilo bango hasa la ubatizo. Haki tawale kwenye familia, jumuiya, vigango, parokia mpaka jimboni kote. Muni watu wa ukweli,
ili katika ukweli muweze kuishi uhuru, na umoja ndiyo nguvu yetu tuliombewa na Kristo, na matokeo yake nilikuwa na amani. Mungu atawale maisha yenu. Basi yote hayo 6 yawe tunu msingi za mpango mkakati wa uchungaji na maendeleo katika familia na taasisi zetu zote za kanisa hapa jimboni Moshi. Tunu hizo zinadai juhudi za pamoja na za kila mmoja. Hamna atakayekuwa anakaa pembeni akihesabu magoli. Tunawajibika wote kuzitafuta kwa sala, kwa upendo na imani. Kwa sala, kwa upendo na imani. Wapendwa mapadri, watawa na waamini walei na mashirika mnafanya kazi hapa jimboni, mshirikiane kwa upendo na mchungaji wenu. Hiyo ndio siri ya ushindi. Mshirikiane, mshikamane. Mkifanya hivyo mtafurahia maisha mapya na baraka tele. Mnayo sababu kubwa ya kushirikiana. Kwanza ni viapo vyetu ya ubatizo na kipaimara, lakini pia kuna namna pekee hapa jimboni Moshi. Mfalme Daudi aliahidiwa kwamba kutokana na uzao wake atafika yule ambaye na kipekee ndiye msimamizi wa jimbo Katoliki Moshi, Kristo mfalme. Shangilieni Mungu. Huyu ndiye msimamizi wa jimbo Katoliki Moshi, Kristo mfalme. Onesheni basi fahari kwa kumpokea Kristo awe kweli mfalme wa nia na matendo yenu. Fanyeni hivyo. Asiwe tu mfalme wa mdomoni, awe mfalme wa maisha yetu ndani na nje. Umri wa jimbo sasa ni miaka mingapi? 67. Mna miaka mitatu ya kujiandaa kuadhimisha miaka mingapi? 70 ya imani Katoliki hapa Kilimanjaro, hapa jimboni. Kama jimbo miaka 70, mna miaka mitatu tu ya kujiandaa. Kuna kazi hapo. Muitumie vizuri. Elekezeni macho yenu kwa Mungu kama babu yetu wa imani Abrahamu alivyofanya katika somo la pili. Sisi ni warithi wa ahadi aliyopewa Abrahamu ya kuwa baba wa mataifa mengi kwa imani yenu. Kwa imani mtazaa watoto wengi, miito mbalimbali yenye nguvu, yenye uhai. Watawa wanaotoka jimboni hapa sio wachache. Mapadi sio wachache. Waamini walei pia walio makini katika imani sio wachache. Huu ni utajiri mkubwa, zawadi ya imani ambayo Ibrahimu ameturithisha. Huo ndio uadilifu alioonyesha Abrahamu kwa kumwamini Mungu. Akatembea safari ya imani, na katika uhai wake hakuna taifa kubwa ambalo aliahidiwa, lakini kwa hakika Mungu alitimiza ahadi zake kwa wakati wake. Na ilimpendeza Mungu alivyokuwa na imani. Tunawatakieni wanamoshi baraka tele, kwani nafasi yenu katika kanisa pia ni ya kipekee. Ya kipekee kabisa. Ni jimbo dogo kuliko majimbo yote hapa Tanzania. Lakini mnayo mambo mengi ya kufanya, na Mungu anapenda muwe hai, sio hoi. Muwe hai katika imani, katika matendo, na mpate alama nzuri kila mmoja katika nafasi Mungu anamjalia. Kristo mfalme atawale mioyo yenu na kuimarisha imani yenu, kwani hiyo ndio namna mtakavyokuwa kweli mnaenzi msimamizi wa jimbo la Moshi. Tunatambua kwa namna ya kipekee pia shirika la mapadi wa maisha ya kitume ya kazi ya Roho Mtakatifu kwa malezi waliompa huyu Mwashambaba Ludovic Joseph Minde, na kwa kumsaidia katika utume wake.
Tunaomba waendelee kumwombea na kumsaidia zaidi ili aendelee kufanya kazi Mungu aliyompa kutumikia familia ya Mungu. Tunapoenda kujiandaa kwa kongamano la mwezi wa 7 Mungu akipenda, yale maneno ya Ekaristi Takatifu ni chemchemi ya uzima wetu, yatuhamasishe kuunganika zaidi kwenye Ekaristi tunayopokea, tuweze kuwa ni roho moja, mwili mmoja katika Kristo, kwa yeye kuzaa matunda kwa kila mmoja wetu. Tukifikia bahati ya kongamano, basi kila mmoja aweze kuimba kwa furaha, Ekaristi Takatifu, chemchemi ya uzima wetu. Tumshangilie Mungu kwa zawadi ya leo.